Kuna watu ambao wanatumia vifungu vya Biblia kama kivuli. Kwa mfano, mtu anapotumia kifungu cha Warumi sura ya 3 mstari wa 23 anaposema kwamba kila mtu ametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Anasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Anaona kwamba hiki basi ndio kivuli cha kujificha, kwamba kama kila mtu ametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, maana yake hata wewe naye nihubiria Injili, umetenda dhambi, umepungukiwa na utukufu wa Mungu, wala hupaswi kunihubiria Injili kwa sababu na wewe pia sio mtakatifu. Mtu wa Mungu, kila mtu ametenda dhambi ni kweli, lakini kitu cha msingi ambacho kinamata ni hatua gani ambayo unaichukua baada ya kujua kwamba kila mtu ametenda dhambi, maana yake hata wewe pia umetenda dhambi. Ni hatua gani ambayo unachukua? Hicho ndio kitu cha msingi ambacho kinamata. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Biblia inasema wazi kwenye Warumi 5 mstari wa 7. Anasema kwa Warumi 5 mstari wa 8 anasema, bali Mungu alionyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Tunaona kwamba Yesu alikufa kwa ajili yetu tukiwa wenye dhambi. Kwa sababu gani? Kwa sababu wote tumetenda dhambi, ndio maana Yesu Kristo akafanyaje? Akafa. Na Yesu Kristo amekufa kwa sababu gani? Kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Unaona Warumi 6:23 anasema, Warumi 6:23 anasema kwamba kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Bwana wetu. Sasa umeshagundua kwamba kila mtu ametenda dhambi, na wewe pia umetenda dhambi, na mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti, ndio maana Mungu akamtoa mwanae Yesu Kristo katika Warumi 5:8 akamtoa Yesu Kristo kuthibitisha upendo wake kwetu, ili sisi sasa tuweze kupona kutokana na nini? Na mshahara wa dhambi ambao ni mauti, kama inavyosema kwenye hiyo Warumi 6:23 kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele kupitia Yesu Kristo. Maana yake sasa ukishatambua kwamba kila mtu ametenda dhambi, maana yake ni uthibitisho kwamba kila mtu anamhitaji Yesu. Anamhitaji Yesu amsamehe dhambi zake, na Yesu amsaidie kuendelea kuishi maisha ya utakatifu. Na sio kusema kwa sababu kila mtu anatenda dhambi basi ndio kumhitaji Yesu wala uhitaji kuishi maisha ya utakatifu. Hapana, usitumie hicho kama kivuli. Mtu wa Mungu, utaenda kuhukumiwa. Utaenda kuhukumiwa. You have to change, my dear. Mtu wa Mungu lazima ubadilike. Maana kama Mungu ameridhika na kila mtu ametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, basi asingemtoa Yesu.